Yes, leo kwenye Besela la Kasri tunafanya mazungumzo na mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Ali Mangungu. Asante sana kwa heshima ambayo umenipa ya kufanya mazungumzo na wewe leo mwenyekiti. Nashukuru sana na nikukaribishe, na kwa faida tu niombe radhi kwamba tuliweka ahadi mara 2 au 3 lakini mambo ni mengi, tusameheane. Naelewa. Inahitaji nini kuendelea kuwa jasiri kwa mtu yoyote ule, hata katikati ya changamoto ambazo anapitia kwenye maisha, kwenye kazi na vitu vingine kama hivyo? Kumweka Mungu mbele. Huwa unafanya hivyo? Mimi ni mtu ambaye naishi katika imani ya kumwamini Mungu na naamini hilo ndio jambo linalobeba msingi wa yote. Okay. Sawa. Ukipewa nafasi ya kubadilisha kitu chochote kile kwenye mpira wa Tanzania kwa sasa hivi, ungeanza na kitu gani? Kwanza, kikubwa ambacho kinakabili watu kuelewa ule mchezo wenyewe. Watu wengi ambao wanashiriki mambo ya mpira, hata kama ni viongozi, hawaelewi nini maana ya mpira wenyewe, na kutokuwa na uelewa huo ndio ambao unapelekea sasa kuwa na vitu vingi sana ambavyo havitegemewi kutokea ndani ya mpira. Usimamizi unaohusu mpira, uendeshaji unaohusu mpira unakabiliana na changamoto nyingi kutokana na uelewa. Okay. Na contribution ya hivyo vitu vyote, kama ukinitaka niseme nini kinachosababisha au kinachochangia matatizo ya mpira Tanzania, mimi nitasema nidhamu. Nidhamu kwa viongozi, mashabiki au kwenye tafsiri ya nidhamu inahusu kwamba mtu anatakiwa afanye nini, wakati gani, kwa lipi na kwa vipi. Sasa shida kubwa ambayo inawakabili viongozi wengi, hawana nidhamu ya kiuongozi, hawana nidhamu ya muda, hawana nidhamu ya kusimamia misingi inayohusu uendeshaji wa michezo, hawana nidhamu ya kimawasiliano kwa maana ya lugha wanazotumia katika kuwasilisha mambo wanayoona kwamba wanatakiwa kuyawasilisha, na nidhamu ya kuzingatia kanuni, taratibu na sheria zinazohusu mchezo wenyewe. Okay. Sawa. Nikikuuliza kibinafsi, ni jambo gani unajivunia zaidi tangu uanze kuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba? Mimi nimechaguliwa na watu ambao kimsingi kuna mambo ambayo wao wanategemea kuyaona yanatokea, na kubwa ni kuhakikisha kwamba klabu yao inaendelea kuwepo. Na zaidi ya hapo, kuwepo kwa klabu ni kuchangia katika maendeleo yanayohusu mpira wenyewe, kwa maana kwamba timu ishiriki mashindano na ionekane kwamba inapata ufanisi. Kwa hiyo katika hilo kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa, lakini upande mwingine tumeshindwa kufanikiwa kutokana na mazingira yaliyokuwepo, kwa sababu tunategemea kwamba hili litafanyika kwa kuzingatia taratibu, kanuni, sheria zinazoongoza, lakini mambo mengine yanafanyika nje ya wigo huo ambao unatambulika rasmi. Kwa nini? Mambo mengi yapo yanayofanyika ya hovyo hovyo sana, na hapana, sio ndani ya klabu yetu. Sisi klabu yetu tunaiendesha kiweledi na tunazingatia misingi ya uanzishwaji wa klabu yenyewe, lakini tunazingatia misingi ya kisheria. Lakini ukiangalia changamoto kubwa imekuja kujitokeza hivi karibuni, unaona kwamba kuna mambo mengi ambayo utegemei kuyaona yakitokea ndani ya mpira au ndani ya tasnia ya michezo. Kuna mambo mengi sana ambayo yanajiviriga, naweza kusema, ndani ya uendeshaji wa mpira Tanzania, ambayo hiyo sasa ni kwa upande wa uongozi TFF na bodi ya ligi. Bila shaka, kwanza ni wapongeze sana TFF na bodi ya ligi
kiuongozi wamejitahidi sana kusimamia kanuni, sheria na taratibu zilizopo, lakini huwezi ukatuhumu au ukalaumu taasisi nzima labda kwa mapungufu ya mtu mmoja au watu wawili. Na hayo yanapotokea, ndio maana tunaweza kuyaadress, tunaandikia mamlaka kuzieleza kwamba kuna mapungufu haya, na tunaona kwamba wakiwa wanafanya mabadiliko na marekebisho. Lakini ndani ya uendeshaji wa mpira wenyewe yapo mambo mengi ambayo unaweza ukasema kwamba yana irregularity. Sasa siwezi kwenda kwenye detail sana kwa sababu tunajua kwamba kuna mamlaka zinazofanya uchunguzi kuhusiana na hayo mambo. Okay, sawa. Una uzoefu mkubwa kwenye mpira wa Tanzania kwa muda mrefu, umekuwepo pia ndani ya klabu ya Simba, bila shaka kama shabiki na mwanachama kwa muda mrefu, lakini pia kama kiongozi kwa muda mrefu, na bila shaka unazifahamu siasa na kila kona ya mpira wa hapa Tanzania. Sasa nikija kwenye klabu ya Simba, kuna kama madai hivi, siwezi kuyathibitisha moja kwa moja na pia hayajathibitishwa moja kwa moja kwamba kuna namna fulani kuna kutokuelewana baina ya uongozi, hasa eneo moja na eneo lingine. Kuna ukweli kwenye hili? Sasa huyo anayetoa madai hayo ndio inatakiwa athibitishe kwamba upande upi hauelewani na upande upi na hauelewani vipi, kwa sababu structure ya uongozi wa Simba ni tofauti kidogo na vilabu vingine vingi Tanzania, kwa maana kwamba kwenye kipindi cha mpito ambacho tunaendesha timu, tuna mwekezaji ambaye tunashirikiana naye na imeundwa board. Board ile ina pande mbili. Board ina pande ya watu waliochaguliwa na board ina pande ya watu walioteuliwa kwa maana kutoka kwa mwekezaji. Tunafanya vikao vyetu, tunatengeneza budget ya mwaka, tunatengeneza mipango ya mwaka, na mipango hiyo yote inafanyika na kutekelezwa. Sasa kutokuelewana huko kwa mahusiano yapi? Maana sielewi, yani hilo jambo linatokana na nini? Hayo ni maneno tu ambayo yanaweza kuwa yanachochewa na watu fulani ambao hawaoni kwamba timu ikiwa iko katika conducive environment, wanataka waone watu wanagombana, watu wanavutana, watu wanalaumiana, ili iwe ni njia ya wao kuweza kufanikiwa katika mambo yao. Huwa unaridhika wakati mwingine hizi lawama za timu inafanya vibaya, timu iko kwenye mazingira haya, zinapotupwa kwako kama mwenyekiti, wakati mwingine mashabiki au baadhi ya watu wanazielekeza moja kwa moja kwako wewe kama wewe, huwa unaridhika au pia huwa unaichukulia? Mimi sioni kuwa ni tatizo, kwa sababu si ni mtazamo wao. Huwezi ukakaa katikati ya mtu na mtazamo wake au katikati ya mtu na matakwa yake. Lakini zaidi ya hapo, kwamba ili mambo yaweze kwenda lazima kuwe na upande ambao unaweza kukubaliana na hali. Kwa sababu na mimi nikiretaliate inaweza ikaleta mtikisiko mkubwa zaidi. Kwa hiyo wacha walaumu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba hii club tunaiendesha katika misingi ya mashirikiano ya baina ya pande zote zinazohusika, na matokeo yote yanayopatikana aidha yawe ni mazuri au mabaya hayawezi kuhusu upande mmoja na usipande zote. Mimi nasimamia na naangalia interest za wanachama, washabiki na wapenzi wa Simba ambao ndio nasimama kwa niaba yao. Na wote, kwa maana ya mimi, wanachama wenzangu, washabiki wenzangu, wapenzi wenzangu wa Simba, pamoja na upande wa mwekezaji, wote tunakimbilia alama ya Simba. Yani ile brand ya Simba ndio kila kitu. Wote tunaipigania na tunaitetea hiyo. Sasa kama kuna upande ambao unaona labda kuna mtu ambaye anatakiwa awajibike zaidi inapotokea makosa, ina maana hiyo ni lile analolifikiria yeye. Lakini mimi siwezi kuona kwamba ni tatizo kwangu, kwa sababu na haijawahi kukuumiza. Haiwezi kuniumiza kwa sababu tuhuma wanazotoa wakati wote zinakuwa sio za kweli. Ingekuwa ni za kweli, labda ningekuwa na nafasi ya kuweza kujutia makosa niliyoyafanya. Lakini mimi sijamkosea mtu na wala sijakosea lolote kwenye utendaji wangu. Na wanapotuhumu, hata kama wanashawishiwa kutuhumu na upande mwingine, kwa nini hawawaambii
kwamba huyu amehujumu kwa sababu amefanya jambo hili. Unahisi kuna ushawishi yani kama ulivyosema kwamba labda wanashawishiwa na upande mwingine, unahisi kuna? Nasema hivi, okay, kama ni mawazo yao siwezi kukataa, na kama ni mawazo wanayoyasikia kutoka upande mwingine, kwa sababu wao si wanatuhumu kwamba huyu anahusika kuhujumu. Sasa siwaseme na hujuma yenyewe. Ukimtuhumu tu mtu huyu hapa, kwa mfano nakupa tu mfano wa Masia, aliwahi kuwauliza wafuasi wake kwamba yeye huyu mnayemtuhumu mmewahi kushuhudia makosa aliyofanya? Basi kama yupo ambaye anashuhudia, basi na yeye ajitizame. Kwa hiyo wakati mwingine ni kwamba mtu anapotuhumu, unajua ukweli wa jambo unatakikana utoe na ushuhuda. Kwa mfano, unaposema unaambia unaitwa Sara, yes, kama sikosei, naposema Sara haoshi nywele zake, basi nithibitishe ni jinsi gani ambavyo haoshi, kwamba naona zile nywele zina vumbi jingi, zile nywele zimejikaa vibaya vibaya, hazijaoshwa, hazijafanya nini. Umeshanielewa? Lakini ukisema tu Sara safishi nywele zake alafu utoe ushuhuda, hiyo sio sawa na si haki. Msingi wa haki inahusu kuelezea lile jambo lenyewe jinsi lilivyo. Na wenzetu wataalamu wanasema nulla poena sine lege, kwamba uwezo ukamtuhumu mtu au ukamconvict mtu kwa kosa ambalo hujawahi kulithibitisha amekoseaje. Yani ukisema bwana huyu amekiuka hii sheria ipi na inakataza nini, hilo ndio jambo kubwa na jambo la msingi ambalo linatakiwa lizingatiwe na lisimamiwe. Lakini hizi mob psychology tu, kwamba mtu anaweza akatoka akasema bwana yule bwana amefanya jambo fulani, alafu huwezi kuthibitisha hilo jambo kuwa limefanyika, sio sawa. Wewe unapitia kwenye wakati gani au unakuwa kwenye wakati gani wakati Simba ikiwa inafanya vibaya? Sijisikii vizuri kwa sababu mategemeo yangu ni kuona Simba ikiendelea kufanya. Kimsingi kwa muda wote huu Simba haijafanya vibaya kwa sababu ya kushindwa kucheza au kushindwa kuonyesha kile ambacho wanaweza kufanya. Ni mazingira tu ambayo kama nilivyosema mwanzoni, mazingira ya hovyo hovyo hivi ambayo yanapelekea mchezo wa mpira sasa una depart kutoka kuwa mchezo unaopendwa na watu unaenda kuwa kama aina fulani ya vita, kwa sababu kuna watu ambao wako tayari washinde kwa njia zozote zile wanazozijua wao. Ujeuri au unashangaa? Mimi najifunza kutoka kwako. Na mimi najifunza kwa sababu sio mambo ambayo nimewahi kuyaona, kwa sababu labda watu wengi hawafahamu. Na kwa faida yako, mimi niko kwenye industry kwa zaidi ya miaka 30. Kwa hiyo najua kila incha ya mambo haya nayajua. Hakuna jambo geni ambalo naliona. Na una uzoefu mkubwa kuhusiana na masuala ya uendeshaji wa mpira ndani na nje ya nchi, kwa sababu nimeshiriki hayo mambo kwa muda mrefu. Haya yanayotokea sasa hivi sio mambo ya kawaida sana. Sio mambo ya kawaida sana. Lakini kimsingi kwamba mpira wa miguu ni mchezo unaopendwa na watu wengi, na ni lazima matokeo ya ushindi wa timu yapatikane na kile kilichofanyika ndani ya uwanja kwa misingi inayotakikana. Siwezi kusema kwamba kuwe na fairing basis ya kucompete. Ninachotaka yani kuwe kuna equal grounds ya kila upande kushiriki. Timu hii inacheza na hii, huyu ashinde, huyu apate kile anachostahili. Akicheza vizuri apate ushindi, akicheza vibaya apoteze au atoke draw au afanye chochote. Lakini ikiwa kwamba ni timu lazima ishinde kwa namna yoyote, hiyo sio sawa. Timu gani inafanya hivyo? Sijui, lakini nahisi kwamba yapo hayo mambo. Unahisi hapo? Lakini hujui yako kwenye timu gani au upande gani? Wewe uko nchi gani?
Tanzania? Basi fuatilia utajua. Okay, sawa sawa. Nini solution ya kuliondoa hilo na kuondoa hayo makando kando? Mimi nadhani mamlaka zenyewe zinajua nini za kufanya. Lakini kwangu mimi nitaendelea kupigania kuhakikisha kwamba timu yetu inakuwa more competitive, kushiriki mashindano ndani na nje ya nchi. Na ndio maana unaweza ukaona kwamba performance ya Simba katika wiga wa kimataifa ni tofauti na hapa ndani, kwa sababu at least huko tunapokwenda tunakutana na watu ambao tunacheza katika uwanja ambao unawiana, haujainama upande mmoja. Kwa umekataa kutoa solution, mwenyekiti? Solution ni kuyaadress haya mama, na ndio unasikia anazungumzwa. Ungeweza kuishauri nini TFF juu ya haya? TFF wasimamie misingi. Tumetoka kwenye hali ngumu sana ya uendeshaji wa mpira hapa nchini. Na hapa tulipofika tumefika mahala pazuri. Kwa hiyo usimamiaji wa taratibu, kanuni na sheria ndio jambo pekee ambalo linaweza kutufanya tusimame. Lakini pia TFF wanao wajibu sasa wa kuendelea kuwekeza zaidi kwenye maeneo mengine. Especially kwenye swala linalohusu waamuzi. Wapate mafunzo zaidi na equip waamuzi wengi zaidi, na washawishi watu wengi waweze kushiriki. Kuna wataalamu wengi ambao wanapenda mambo ya mpira nje ya mfumo ule ukwepo. Ikiwa kwamba tunaona wenzetu kutoka nchi nyingine, waamuzi wanakuwa na kazi zao zingine. Kwa hiyo anafanya ile kama leisure au ni sehemu tu ya yeye kushiriki katika jamii. Sasa mwamuzi ambaye anaishi kwa kutegemea kwa hiyo ni kazi, wakati mwingine na vile vile inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo tuongeze ujuzi, maana mara nyingine tunaweza tukawalaumu, hapa ilitakiwa aamue hivi, hapa ilitakiwa aamue hivi, kumbe uwezo wake yeye kiuelewa huko chini. Kwa hiyo tuongeze mafunzo. Lakini nchi yetu ina mapungufu pia ya wataalamu wengine ambao wanahusika katika uandaaji wa teams. Kwa maana kwamba kwenye benchi ya ufundi kuna watu wengi, sio makocha peke yake. Kuna mafizio, kuna goalkeeping coach, kuna madaktari. Idadi ya madaktari wa michezo nchini ni ndogo sana, inabidi tuongeze. Kuna analyst wale ambao wanachambua uimara wa timu zao na udhaifu wa timu zingine, pia inabidi tuongeze. Na sekta nyingine. Kwa hiyo sekta ya michezo inaweza kabeba eneo kubwa sana la ajira kwa vijana, lakini pia kufanya mchezo uwe na watu wengi zaidi ambao wanaweza kushiriki. Na tukifanya hivyo itatusaidia kuweza kukuza mpira wa nchi yetu. Hata ukiangalia pia kuna maeneo mengine, kwa mfano wataalamu wa viwanja hamna, inabidi tuongeze idadi ya wataalamu wa viwanja. Na ndio maana unasikia leo mara uwanja huu umefungiwa, uwanja ule pale unafunguliwa, kwa sababu viwanja havina usimamizi unaotakikana kwenye uendeshaji wake. Na mapungufu mengi yanajitokeza. Kwa hiyo TFF wamefanya kazi nzuri na kubwa kutengeneza mazingira ambayo yako kiusawa kwenye uendeshaji, usimamiaji, kanuni zetu bora. Na ndio maana tunakuta nchi nyingi zinakuja kwetu kujifunza hapa. Tumetoka huko na tuko kwenye taswira nzuri. Ligi yetu ina ubora namba 5. Ninyi chombo cha habari, lakini lazima mkubali wenzenu wa Azam wamefanya kazi kubwa sana lift ile quality ya matangazo ya mpira na uendeshaji. Na ninyi mnafanya kazi nzuri. Asante. Kwenye hatua zenu mnafanya kazi nzuri, licha ya kuwa nikisikiliza vipindi vyenu mnakuwa katika hali ya mabishano zaidi. Unajua tafsiri ya chombo cha habari ni lazima kiwe kina base kwenye uelimishaji zaidi. Yani 70% au 80% ya chombo cha habari ni uelimishaji na utoaji habari. Sasa ninyi mnaenda kuingia kwenye mikumbo ya siasa za mpira.
Mimi namuona mchezaji fulani hawezi kukimbia, mchezaji fulani akipiga pasi inatoka, ukipiga sijui huku. We mwenyewe ukipewa pasi hiyo unaweza kupiga? Na kuna baadhi ya vyombo vya habari vinakaa na kufanya tathmini hata ya viongozi. Kiongozi fulani yule ajui. Wewe umeshawahi kushiriki nini? Mtu anaongoza klabu ya mpira, wewe unasema hajui. Amepataje hapo? Wewe umewahi kumuongoza nani? Kujiongoza yeye mwenyewe hawezi, anataka kuwafundisha watu jinsi ya kuongoza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwangu mimi nadhani hiyo ni lack of professionalism. Hawa watu wanatakiwa wajifunze, wawe na weledi zaidi. Na mara nyingine shirikisho linao wajibu pia wa kuwafundisha, kuwaelimisha na kuwaelekeza waandishi haswa wa mambo ya michezo wa mpira wa miguu kuelewa huo mchezo wenyewe. Isitokee tu kwamba mtu ametoka huko akaona kwamba kazi hamna, anaweza kusema sijui ile diving head sijui nini, basi akiwa na Vingereza vyake 4 5, basi na yeye anakwenda pale anabishana. Jana mechi niliona hivi, hao walizidiwa, hao walikuwa wanakimbia sana. Sasa kwenye uwanja mtu ataachaje kukimbia? Kwa hiyo mimi muono wangu ni kujikita zaidi kwenye weledi na muwe more educational. Sawa. Na shirikisho na vyombo na mamlaka zingine zisimamie huu mchezo. Mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo ambao unabeba hisia nyingi. Ni emotional game. Kwa hiyo wakati mwingine mnaweza mkafanya jambo ambalo linaweza likaleta maafa. Kwa hiyo ninyi muwe ni sehemu ya kuhakikisha kwamba tuna tranquility katika ustawi wa nchi yetu. Sawa, umesema vizuri kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa hisia. Simba imepita kwenye kipindi ambacho ni tofauti kidogo na miaka kadhaa iliyopita, ile consistency ya kuchukua mataji, lakini pia ushiriki bora kwenye michuano ya kimataifa, jambo ambalo linaendelea pia hata mpaka sasa hivi. Lakini kwa upande wa ligi kuu Tanzania bara kidogo imekuwa tofauti. Changamoto imekuwa nini hasa kwa upande wako Murtaza, au tutarudi pale kwenye makando ambayo yanaendelea kwenye pande zingine yanakuja kuiathiri Simba kwenye swala la ubingwa kwa misimu zaidi ya 3 sasa hivi? Jibu langu ni lile lile. Ukiangalia Simba haijapoteza ubingwa katika kipindi hicho chote unachokisema katika mazingira ya ushindani wa kawaida. Na sizungumzii tu Simba, hata vilabu vingine vingekuwa viko katika ushindani wa kawaida wangeweza pia na wao kuwa na nafasi nzuri. Sawa. Na kuhusiana na kimataifa, nadhani mashabiki wa Simba wana imani kubwa sana na timu, na ule mwendelezo wa kushiriki kwenye robo fainali kwa zaidi ya mara 3, bila shaka walikuwa na imani ya kuona timu inapiga hatua mbele zaidi. Pengine kama wewe sehemu ya uongozi ambao mmebeba dira ya klabu ya Simba, labda mnaweza mkatoa ahadi ya kupanda hatua moja zaidi kuifikia hatua ya nusu fainali au pengine fainali kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika kwa siku za hivi karibuni. Hiyo ndiyo mipango tulionayo, kuhakikisha kwamba tunaendelea kusimama vizuri. Matokeo yaliyojitokeza kwenye msimu uliokwisha au unaokwisha, maana nadhani final ndo zinaendelea, kwamba hatujafanya vizuri. Tumetoka kwenye group stage, kitu ambacho tulishasahau siku nyingi. Tutafanya marekebisho ambayo yatasaidia kuongeza efficiency ya timu yetu. Bahati mbaya sana tulikutana na msimu mgumu, kwa maana kwamba ile timu tuliyokuwa tumeiandaa na coach akaondoka pamoja na benchi lake la ufundi. Kuna baadhi ya wachezaji wakaonyesha kwamba walikuwa wana underperform. Kwa hiyo tumekuja kupata alama mwishoni kabisa ambazo pia hazikutosha kufanya tuingie kwenye hatua ya robo. Lakini mpira kama unavyojua kuna mambo mengi, na kama maisha ya kawaida kuna turning point. Mnakwenda juu kabisa, kuna wakati
mnapata turning point, mnarudi chini, alafu mnatengeneza utaratibu wa kupanda tena. Kwa hiyo sisi tunajipanga, tunaamini kabisa kwenye msimu unaofuata tukishiriki mashindano ya kimataifa tutakuwa na timu ambayo iko more competitive na itatupa matokeo tunayokusudia, kwa maana kwamba kuanzia kwenye ngazi hiyo ya awali mpaka kufikia kwenye hatua za robo na kwenda mbele. Mwaka jana tulikuwa na timu ambayo ilifikia kiwango cha mwisho kabisa, tulicheza fainali. Tulicheza fainali na kwa bahati mbaya hatukuweza kuchukua kombe, na vile vile tunaamini kwamba kulikuwa na mazingira fulani ya hovyo kidogo kwenye mechi zetu zile za fainali, lakini hata hivyo tunajipanga kwa ajili ya mashindano yanayokuja, na ndio mpira ulivyo. Mpira ni process. Mnajenga timu inashindana, mkiona bado mnajenga tena, mkiona bado mnashindana mpaka mfikie kiwango cha mwisho. Kwa hiyo na sisi tumejipanga kufanya utaratibu wa kuimarisha timu yetu, na naamini sasa hivi inafanya vizuri zaidi. Tulifanya marekebisho kwenye dirisha dogo na timu imeongeza kasi yake ya kiushindani ndani ya kiwanja na itaendelea kuimarika kadri siku zinavyoendelea. Okay, sasa ulitaja neno viwanja mwanzoni kidogo. Mchakato wa kupata wa Simba kuwa na uwanja wake binafsi umefikia wapi? Kwa sasa tunao uwanja, lakini hatuna uwanja ambao unaweza ukabeba mashabiki, na tutakuwa na utaratibu huo, kwa maana kwamba yapo mapendekezo tofauti ambayo yamejitokeza. Tutaangalia lipi litakalokuwa na manufaa zaidi, na tutakapofikia hatua hiyo tutajulisha umma kwamba lipi ambalo tumeafikiana na lipi ambalo tunalitekeleza. Unadhani ni jambo ambalo linaweza kufanikiwa kwa siku za hivi karibuni, au labda bado ni mchakato wa muda mrefu? Karibuni sana tena. Okay. So maybe baada ya miaka mitatu inayokuja Simba itakuwa na uwanja wake. Kwa nini useme miaka mitatu? Ikiwa mwaka haifai? Ni nzuri zaidi. Basi usikadirie muda na unavuka mto unapofikia, kwa maana kwamba sasa hivi tuko kwenye hatua za awali za makubaliano. Tukishafikia makubaliano, ina maana tutakuwa na shego kabisa ya kujua kwamba huo uwanja utakamilika baada ya muda gani. Na mna mpango wa kujenga uwanja ambao utachukua mashabiki wangapi? Wastani ambao unakidhi, kwa maana kati ya watu 8,000 mpaka 16,000, kwa sababu uendeshaji wa viwanja una gharama kubwa. Kwa hiyo huna haja ya kujenga uwanja mkubwa sana, kwa sababu tunayo option hapa. Tumesaini mkataba na TFF, wanajenga uwanja pale Karume. Mkataba mwingine ni wa kuimarisha uwanja wa Uhuru ambao ni mali ya serikali. Uwanja mwingine ni uwanja wa Benjamin Mkapa, mali ya serikali. Sasa ukishakuwa na stadiums ambazo zina uwezo wa kubeba watu 35,000, 60,000, alafu na wewe tena unaenda kujenga uwanja mwingine wenye ukubwa huo, si kutumia vizuri rasilimali hizo, kwa sababu uwekezaji wa uwanja mkubwa kama huo, kwa mfano uwanja wa Benjamin Mkapa, serikali imetumia zaidi ya bilioni 200 kujenga. Kwa hiyo hata sekta binafsi utegemee kwamba ukijenga uwanja wenye capacity ile uzungumzie bilioni 100 na kwa hiyo tunaangalia lipi ambalo linaweza ikawa jema kwa mahitaji yetu. Kwa mfano mechi hizi za kawaida za ligi ambazo tunacheza sasa, kwa nini uwe na uwanja wa kubeba watu 40,000 ambao watakuja kuhudhuria watu wachache, labda kwa mechi 4 au 5 kwa mwaka ndio zitakazokuwa na idadi kubwa ya watu, ambazo hizo mechi unaweza ukacheza kwenye uwanja wa Uhuru, unaweza ukacheza uwanja wa Karume, unaweza ukacheza uwanja wa Benjamin Mkapa, na hata mikoa mingine. Kwa mfano Arusha wana uwanja mkubwa, kama kuna mahitaji ya lazima mnaweza mkaenda Mwanza, mnaweza mkaenda Ali Hassan Mwinyi Tabora, ambayo serikali imeweka dhamira ya kufanya hivyo viwanja viwe bora na imara. Kwa hiyo tutaangalia, na pia tunayo option nyingine ya uwanja wa Gombani na Amani, na serikali ya Mapinduzi Zanzibar wametangaza kuwa wanajenga uwanja mwingine kule wa AFCON.
Kwa hiyo tutakuwa na viwanja vingi vikubwa ambavyo vinamilikiwa na umma. Sasa ikiwa mali ya umma ipo na sisi ndio umma wenyewe kwa nini tuwekeze hela nyingi sana kwenye eneo ambalo tunaamini kwamba return yake inaweza kawa ni ya muda mrefu unnecessary. Okay. Sawa sawa. Naomba nikuulize pia kuhusiana na mchakato wa mabadiliko ya kiuongozi ndani ya klabu ya Simba, jambo ambalo limekuwa likizungumzwa kwa muda mrefu. Labda tusikie kutoka kwako limefikia hatua gani na kitu gani kinaendelea, na labda mnatarajia kwamba mchakato huu utamalizika lini? Labda Mabadiliko ya kiongozi maana yake ni uendeshaji wa klabu. Klabu inaendeshwa kwa, nimekwambia, mashirikiano baina ya pande mbili, kwa maana ya upande wa wanachama na upande wa mwekezaji. Mabadiliko ni kukamilisha zile formalities zinazotakikana na kwa mujibu wa sheria. Hizo ni taratibu ambazo zinaendelea, na hata pale tutakaposema zimekamilika bado kutakuwa na mengine ya kuendelea kuyafanya. Hizo ni taratibu za kawaida za kiserikali, hatuwezi kuzikatiza au hatuwezi kuziingilia kati. Hakuna sehemu iliyokwama, kila kitu kinaenda kulingana na utaratibu unaotakikana. Tutakapokuwa tumekamilisha, tutatoa taarifa kwamba hili ndio tulilofanya na limekamilika hivi. Sasa tunaelekea mwishoni mwa msimu. Mipango ya Simba imekaaje kumaliza msimu huu, lakini pia kupokea msimu mpya wa 2026 2027? Tuko kwenye hatua sasa hivi, tumebakiza naamini kama sio 9 mechi 8. Kwa hiyo tunaendelea, ligi bado inaendelea na tunapambana kuhakikisha kwamba timu yetu inaendelea kufanya vizuri na kubeba ubingwa. Bila shaka, labda kama kuna timu ambazo zimeshachukua ubingwa kabla hata ya kumaliza mechi. Hakuna. Unaliona hilo likifanikiwa msimu huu? Nasema hivi kwa sababu hatuwezi kutoa matokeo ya mchezo ambayo haijachezwa. Sahihi. Unapozungumzia mechi 8 pointi 24. Sasa pointi 24 unazipataje kabla ya kucheza? Tucheze kwanza tuone. Kwa mtazamo wako wewe, ukiona competition inavyoenda, huwezi kupredict. Okay. Hii sio mambo ya prediction au psychic kufanya unajimu. Mimi sijafikia uwezo huo wa kuweza kutabiri mambo yatakayokuja kutokea baadaye, lakini ninachojua kwamba tunaandaa timu ambayo itashindana kuhakikisha kwamba tunafuata nafasi nzuri katika ligi, aidha ubingwa au nafasi nyingine, lakini zaidi tunapigania ubingwa. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.